Kwa majina naitwa Angela Vincent Luvinga. Natokea parokia ya Kitanewa. Hapa tulipo Kigango Mama Mapogoro. Asante. Wewe hapa kanisani ni kiongozi wa nini? Hapa kanisani mimi ni kiongozi wa Wawata parokia. Ni mwenyekiti wa Wawata parokia. Asante sana. Kwanza hongera kwa kupokea msalaba wa Jubilee 2025. Asante, tunashukuru. Tumeupokea vyema. Kama wakina mama, msalaba huu mmeupokeaje? Naona mlikuwa mna shamla za kiasi kikubwa. Msalaba wa Jubilee ni msalaba ambao tuliungoja kwa hamu toka tuliposikia kwamba utakuja. Hasa parokia yetu tutaupokea kwa tarehe 9, kwa maana ni parokia ya pili toka msalaba waje unaanza. Kwa hiyo kina mama tulihamasika kwa kiasi kikubwa, na kwa sababu tunatambua msalaba umebeba wokovu, umebeba uponyaji, umebeba kila jambo jema. Hasa kwa hiyo kwa upande wetu sisi kina mama tulikuwa tunausubiri kwa hamu, kwa sababu tunajua ndani ya msalaba nini tunakwenda kupata, ni neema kubwa. Hasa watu wa umri kama wa kwangu, pengine miaka 25 ijayo tusiukute. Hivyo tumehamasika kwa sababu ni kitu cha pekee sana kwetu, na pengine baadhi yetu wengine wasije wakaukuta tena. Kwa hiyo tukaona wewe uliyebahatika kukuta saa hizi, basi ni sehemu ya kushangilia lakini na kupokea, kwa sababu pale ndani kuna neema. Asante mama. Tunaona katika ziara ya msalaba huu wa Jubilee 2025 katika parokia ya Kitanewa, wakina mama wamejitokeza kwa kiasi kikubwa. Je, ni kuhamasishana kwenu au ilikuwaje? Kikubwa ni kuhamasishana. Lakini mtangazaji, unajua ndani ya kanisa mama ndio kila kitu. Hivyo sasa kwa kutambua wajibu wetu kama kina mama, tumeweza kuhamasishana kwa nguvu moja, na hatukuacha nyuma akina baba, japo wao sio wengi kama sisi, lakini baadhi yao tulikuwa nao. Hivyo basi sisi kama wakina mama tunao mwamko, tunatambua nini maana msalaba, japokuwa na kina baba tujawaacha, lakini wao ni wachache kidogo, mwamko wao bado umekuwa chini tofauti na sisi wakina mama. Hivyo sisi wana mama wa Kitanewa tunajua kwenye msalaba kuna nini, tunakwenda kupeleka matatizo yetu, kuziombea familia zetu. Ndio maana sababu ya kuhamasishana tuwe wengi ili tuweze kupokea neema hii. Asante mama, kama msingi mkubwa katika familia na kanisa kwa ujumla, kwa nini mnaondoka sasa mnawaacha wakina baba nyumbani? Tunaona katika ziara ya msalaba katika parokia ya Kitanewa, uwaka au wakina baba wameshiriki kwa kiasi kidogo sana. Sasa nini wito wako na unalizungumziaje hili pia? Wito wangu kwa wakina baba wote ambao wananisikiliza, wale wa hapa kwetu parokia ya Kitanewa, ndugu zangu, tumeonyesha unyonge mkubwa sasa kwa upande wa kina baba. Niwaombe kina baba basi, neema hizi ni za pekee sana. Inawezekana ni namna gani tunaonekana wakina mama tuko wengi, wakina baba tumewaacha, japokuwa mna majukumu mbalimbali, lakini majukumu si chochote mbele ya hili kubwa ambalo limefika parokiani kwetu. Tumeonyesha parokia yetu wakina mama tuko juu tofauti na wakina baba. Hivyo wakina baba wengi na wengine wote ambao mtakuwa mnatusikiliza au mnatuona siku ya leo, tuwaombe jamani, tubadilike sasa huko ambako pengine msalaba unaelekea. Wenzetu mkajitahidi zaidi kuhamasisha kina baba kuja nao kwenye matukio makubwa kama haya. Sisi hapa kwetu wakina baba wamekuwa nyuma pengine kwa sababu ya majukumu yao binafsi. Majukumu ya familia ni ya kina mama pamoja na kina baba. Kwa hiyo basi natoa wito wa kina mama wenzangu, basi tujitahidi siku nyingine tusiwaache kina baba wa nyumbani, tuje tushiriki neema hizo kwa pamoja. Asante sana, kushukuru sana mwenyekiti wa Wawata parokia Kitanewa, na Mungu akubariki, nikutakie majukumu mema. Amina, asante sana, nikutakie utume mwema ndugu mtangazaji. Asante.